Hali ndugu mtazamaji, ni matumaini yangu ukiwa mzima wa afya. Leo ikiwa ni Agosti 23, siku ya Jumapili asubuhi, tutaangazia habari kubwa zopewa kipaumbele kwenye magazeti nchini Tanzania, kukuangazia kurasa za mbele na kurasa za nyuma za michezo na burudani. Leo tunaanza kuliangazia gazeti lako la Nipashe Mwanga wa Jamii. Linaanza na habari kubwa inayosema wamiliki wa mabasi waomba kukutana na waziri mkuu. Wamiliki wa mabasi waomba kukutana na waziri mkuu. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Nipashe. Na mafanikio yako yanavyopaswa kutunzwa. Mafanikio yako yanavyopaswa kutunzwa. Ndoto imetimia. Ndoto imetimia. Rais Dr. Samia Suluhu azindua rasmi kituo cha kuzalisha umeme baada ya zaidi ya miaka 50 tangu kuasisiwa kwa wazo la mradi huo. Huyo ni Rais Samia Suluhu Hassan. Habari inasema ndoto imetimia. Ni Rais Samia Suluhu Hassan kuzindua mradi wa umeme zaidi ya miaka 50 iliyopita tangu kuasisiwa kwake. Lakini Wasira akoleza mjadala wa kupata katiba mpya. Wasira akoleza mjadala wa kupata katiba mpya. Heche awatuliza wafuasi Chadema. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Nipashe kwenye kurasa za mbele. Lakini tukiachana gazeti lako la Nipashe kwenye kurasa za mbele, tuangazie sasa kwenye gazeti lako la Wamachinga sauti ya wanyonge, lenye linaanza na habari inayosema Ndejembi JNHPP inatoa nguvu mpya kwa gridi ya taifa. Huyu ni Ndejembi asema JNHPP inatoa nguvu mpya kwa gridi ya taifa. Lakini kamati ya bunge yaitaka serikali kuongeza bajeti kwa TBA. Kamati ya bunge itaka serikali kuongeza bajeti kwa TBA. Hiyo ni habari kwenye gazeti la Wamachinga kwenye kurasa wa mbele. Lakini bado kuna habari inayosema ndoto imetimia. Hiyo ni ndoto ya Rais Samia Suluhu Hassan imetimia kwa kuzindua mradi wa umeme wa JNHPP. Lakini Misri, rais mstaafu wa AfDB afichua bwawa la Nyerere. Misri, rais mstaafu wa AfDB wafichua bwawa la Nyerere. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Wamachinga kwenye kurasa za mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini gazeti lako la Mwanahabari, gazeti bora kabisa lenye kwa asubuhi ya leo, linaanza na habari inayosema CCM inalenga kuhakikisha uchumi wa Tanzania unakaa kwa 7% ifikapo 2030. Huyu ni Wasira asema. Lakini mradi wa Rais waondoa kikwazo mawasiliano kata ya Olimpiri, Soitsambu na Olokwani Ngorongoro. Lakini JNHPP ndoto imetimia, mpango umewezekana. Lakini serikali inaendelea kutekeleza miradi ya usafirishaji umeme inayohusiana na JNHPP. Huyo ni Ndejembi asema, na hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Mwanahabari, gazeti bora kabisa kwenye kurasa za mbele. Huku gazeti lako la Mzalendo lenye linaanza na habari inayosema thubutu na tumeweza. Tumethubutu na tumeweza, waagiza MRC na MDC kukabili El Nino. Lakini Mbowe ahudhuria uzinduzi wa bwawa la Nyerere, atoa neno. Mbowe ahudhuria uzinduzi wa bwawa la Nyerere, atoa neno. Hiyo ni habari pia inapatikana kwenye gazeti lako la Mzalendo kwenye kurasa za mbele. Lakini bado kuna habari inayosema Wasira, CCM itaendelea kuimarisha uchumi. Huyo ni Wasira asema CCM itaendelea kuimarisha uchumi. Lakini walimu 6 mbaroni kwa tuhuma kifo cha mwanafunzi. Walimu 6 mbaroni kwa tuhuma za kifo cha mwanafunzi. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mzalendo kwenye kurasa za mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukiachana gazeti lako la Mzalendo kwenye kurasa wa mbele, tuangazie gazeti lako la Zanzibar Leo lenye linaandika DC Lila ataka ujumuishi watu wenye ulemavu. Huyo ni DC Lila ataka ujumuishi watu wenye ulemavu. Lakini kamati BLW yasisitiza matumizi ya tehama. Kamati BLW yasisitiza matumizi ya tehama. Na Dr. Samia tumeweza azindua rasmi bwawa la JNHPP. Huyo ni Rais Samia Suluhu Hassan azindua rasmi bwawa la JNHPP. Lakini matumizi ya takwimu kuharakisha maendeleo. Huyo ni Dr. Kimario asema matumizi ya takwimu kuharakisha maendeleo. Lakini Zanzibar yaendelea kufanya vizuri elimu kimataifa.
Zanzibar endelea kufanya vizuri elimu kimataifa. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Zanzibar Leo kwenye kurasa za mbele, huku gazeti lako la Taifa Jumapili lenye inaandika Uhuru amekataa handshake. Huyo ni Uhuru asema amekataa handshake. Lakini padri bandia aliyehubiri atupwa selo. Padri bandia aliyehubiri atupwa selo. Na muhula watatu waanza zigo shuleni. Muhula watatu waanza zigo shuleni. Hali tate kisiasa Zambia. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Taifa Jumapili kwenye kurasa za mbele, huku gazeti lako la Jamhuri linaendelea kuwa sokoni na kuandika habari inayosema Jamhuri yatimisha ushahidi kesi ya Lissu, lakini matukio ya uhalifu yatia wasiwasi Butiama, na katiba mpya ya nukia. Waziri awaonya wote wanaotaka kumhonga, lakini mkandarasi nchi mzima kulipwa. Mkandarasi nchi nzima kulipwa. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Jamhuri kwenye kurasa za mbele, huku gazeti lako la Pambazuko linaandika ukarabati wa barabara Dar es Salaam uharakishwe, lakini vijana ni nguvu ya mabadiliko. Leo serikali isijifunge itakata pumzi, na hospitali ya Aga Khan matatani. CT scan yalipuka mgonjwa akipimwa. Hiyo ni habari bado inaendelea kwenye gazeti lako la Pambazuko kwenye kurasa za mbele, lakini gazeti lako Raia Mwema muungwana ni kitendo linaandika zuio la mabasi la tesa abiria Dar es Salaam. Zuio la mabasi la tesa abiria Dar es Salaam. Lissu njia nyeupe, lakini serikali ya kunjua makucha yaionya kampuni inayoteka soko la utalii Tato yafunguka. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako Raia Mwema kwenye kurasa za mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukiangazia kwenye gazeti lako la Nur, gazeti la Nur linaandika Waislamu 21 mbele ya majaji wa rufaa. Lakini matokeo ya mtihani wa taifa EDK darasa la 7 yatangazwa. Matokeo ya mtihani wa taifa EDK darasa la 7 yatangazwa. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Nur kwenye kurasa za mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukiachana gazeti lako la Nur kwenye kurasa za mbele, tuangazie sasa kwenye kurasa za michezo na burudani. Tunaanza na gazeti lako la Mwanahabari. Linaanza na habari inayosema Simba yaichapa Singida Black Stars goli 2 kwa moja. Simba ichapa Singida Black Stars goli 2 kwa moja. Lakini Jabbar apigwa faini milioni 5. Jabbar apigwa faini milioni 5. Lakini Bakhresa afungiwa mwaka kutojihusisha na soka. Bakhresa afungiwa mwaka kutojihusisha na soka. Lakini Molinga sasa ni rais wa FC Bandari. Huyo ni Molinga sasa ni rais wa FC Bandari. Lakini Martinez abaki Aston Villa. Hiyo ni habari ya kimataifa, anasema Martinez abaki Aston Villa. Lakini Man United ya chapo goli 2-0. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwanahabari, gazeti bora kabisa kwenye kurasa za mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukiangazia sasa kwenye gazeti lako la Wamachinga kwenye michezo linaandika beki Yanga apelekwa kwa mkopo Singida Black Stars. Beki Yanga apelekwa kwa mkopo Singida Black Stars. Simba 2 Singida 1, ligi kuu NBC Premier League. Lakini Bakhresa afungiwa mwaka mmoja. Hiyo ndio habari imegonga vichwa vingi vya magazeti kwa asubuhi ya leo. Huyo ni Bakhresa afungiwa mwaka mmoja. Lakini Novatus Dismas Mirosh anza vizuri ligi kuu Uturuki. Huyo ni Novatic anza vizuri ligi kuu Uturuki. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Wamachinga kwenye kurasa za mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Na gazeti lako la Wamachinga kwenye kurasa za michezo ndio linatufungia usomaji wa magazeti kwa asubuhi ya leo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Asanteni kwa utazamaji mwema na kwaherini, asubuhi njema.